Yule na akatupa maelezo, lakini akasema kwamba huu mchele mhusika mkuu ni kaka yake ambaye ndio Bwana Hamadi, na ulikuwepo chake. Anasema ulikuwepo chake baadaye pale kipindi cha Ramadhani hivi, karibu na Ramadhani ndio ukahamishiwa pale. Kwa baada ya kuhamishiwa pale akawa anatoa sadaka mwenyewe anavyosema, lakini baada ya kukagua huu mchele kuona kimuonekano, tuliona kama tulivyokuambia kwamba unaonekana kidogo haukuwa na mashaka, ulikuwa na mashaka. Kwa hiyo hatukutoa uamuzi pale, tuliamua kuchukua sampuli, lakini na pale kwa vile ilikuwa tuna wasiwasi nao, tumetilia mashaka, tukasema tuhamishe kuja kuhifadhi huku ili mpaka tutakapopata majibu yale kuhakikisha kwamba uko salama au hauko salama, ndio tuendelee na hatua nyingine. Kwa hiyo ndio tukauleta hapa tukauhifadhi, na majibu yaliyotoka kutoka kwa mkurugenzi mpaka sasa, maelekezo yaliyokuja ni kwamba mchele haufai. Kwa hiyo tuendelee na taratibu nyingine za uteketezaji. Kwa hiyo sasa tuko katika hatua ya kuandaa bajeti hiyo, tumeshaandaa rafli ili apewe mwenyewe mhusika afanye malipo kwa ajili ya kufanya uangamizaji wa mchele. Tutatoa kwa waheshimiwa wakuu wa wilaya, masheha, atahakikisha kwamba hizi taarifa zinafika mpaka katika ngazi ya shehia na vijiji ili kuzuia kutawanyika zaidi kwa mchele huu. Hilo ametuahidi na tayari ziko hatua ambazo zilishachukuliwa kabla. Kwa hivyo hili la leo la mkutano baina ya afisi yetu ya Tume ya Ushindani Halali wa Biashara na ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ilikuwa kuongeza nguvu za pamoja katika hili ambalo wataalamu wetu wametueleza.